Yawi hayawi sasa yamekuwa hatimaye mtaa wa Zavara chini ya mwenyekiti unayemwona hapa, lile daraja ambalo alikuwa akisimamia mara kwa mara. Hatimaye hivi sasa ninavyozungumza daraja limekamilika kabisa 95%, bado kuzinduliwa tu apewe maua yake huyu mwenyekiti. Mwenyekiti, hongera sana. Asante sana. Hebu mwenyekiti, tueleze sasa uwazi kabisa, tunaona daraja la kisasa kabisa likimalizika kabisa. Karibu waeleze wananchi wako. Kwa majina yangu naitwa Faridu Rashidi Sadiki, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zavara uliopo kata ya Buyuni, lakini wilaya ya Ilala, jiji la Dar es Salaam. Kipekee kwanza, kama mnavyoona leo tupo hapa tumetembelea daraja. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyojionea, ahadi ya serikali chini ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anaongoza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini ndio rais wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi yetu ilikuwa ni utekelezaji katika ilani yetu, kuja kutekeleza na kuja kupata daraja kuwajengea wananchi, kuunganisha daraja. Maana yake mtaa ulikuwa umekatika, lakini tulitoa ahadi ya kwamba tunaenda kutekeleza kwa ajili ya ujenzi wa daraja, lakini pili na kupata barabara ambayo barabara hii itatengenezwa kwa kiwango cha changarawe. Kama mnavyoona waandishi wa habari, hapa daraja hili tayari vifusi vimeshaanza na barabara tayari imeshaanza kurekebishwa. Kwa hiyo hapa tunachokifanya sasa hivi ni utekelezaji. Kama tunavyokagua, barabara ipo tayari kwa ajili ya kuanza utaratibu wa kutengenezwa. Kwa hiyo utaratibu unaendelea na mafundi wako site na vifaa viko pale juu kama unavyoviona, magreda, vyombo vyote vya habari. Tutafika pale, mtaenda kuvikagua pale juu vimewekwa. Mwenyekiti, tunaona mashine za nguvu zikiwa site kabisa, ambapo wananchi wana imani na wewe kabisa. Hebu tueleze, tumetembea tumeona barabara zinachongwa, zimeweka vifusi. Waambie wananchi wako kazi unaoifanya. Karibu. Kazi tunayoifanya ni kupambania kutokana na ahadi kama nilivyozungumzia awali. Tulipita katika kuomba ridhaa ya wananchi kwamba tutaenda kuwasemea vizuri kwa ajili ya kuwapatia maendeleo pamoja na utekelezaji katika utaratibu wa hii barabara. Lakini leo kama unavyoona tayari vifaa vipo na tayari barabara zinaendelea kurekebishwa na vifaa vipo kama unavyoviona. Hatuzungumzi kwa maneno, tunazungumza kwa ahadi ambazo tulizowaahidi wananchi. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba kushiriki kwa kupitia sisi ambao wananchi kama tunavyoomba viongozi wetu, mimi kama msemaji wa mtaa huu tayari naendelea na jitihada za kusemea mtaa wangu ili kuweza kuendelea na maendeleo makubwa. Lakini barabara hii sio kifusi tu unavyoona, lakini kwa barabara hii inakwenda kumwaga changarawe, itakuwa barabara ya kisasa. Wananchi wategemee makubwa katika upande wa mtaa wetu wa Zavara. Wasione tu kwamba kwa sababu nimemwaga kifusi wakaamini tu kwamba ni kifusi. Hapana, ipo kwenye ahadi ya kumwagwa na changarawe baada ya kifusi hiki. Sio vibaya tukafika pale kama waandishi wa habari kwenda kujionea. Maana yake hatuongelei kwa maneno, tunaongea kwa vitendo. Sisi tuliaminiwa na wananchi na sisi tunatenda yale ambayo wananchi waliotuamini kwa dhamana ambayo waliotupa. Labda mwenyekiti, wanachukuliaje wananchi wako waliokuchagua, ambapo walitaka kuchagua mwenyekiti ambaye atawaletea maendeleo, na hatimaye wananchi ni kwamba waendelee kutushika mkono, kutunga mkono jitihada za serikali yao. Sisi kazi yetu ni kutekeleza yale ambao sisi wananchi waliotupa dhamana ya kututuma, na sisi tunatekeleza kutokana na ahadi zetu katika tulipokuwa tunaenda kuomba ridhaa kwa wananchi. Tuliwaeleza kwamba wananchi, sisi kama viongozi wenu tunaombeni mtupe ridhaa, tutatekeleza yale ambayo mnayoyahitaji. Lakini moja ya ahadi yetu kubwa ilikuwa ni utekelezaji wa daraja hili kama mnavyoliona, lakini pili utekelezaji wa barabara ambao tayari kama mnavyoona hatua za barabara na ukarabati wa barabara tayari unaendelea, ujenzi wa barabara. Kwa mimi ni waahidi kuona mabadiliko makubwa kama wanavyoyaona kwenye mtaa wa Zavara. Yataendelea kuwa mabadiliko makubwa, na kama ambavyo unavyoona mto unatanuliwa, lakini sio kutanuliwa tu mto unatanuliwa, lakini nje ya kutanuliwa huu mto niliomba uweze kujengwa na gibion. Kama mnavyoona vifaa vile pale vimeshafika vyuma kwa sababu ya kutengeneza gibion za huu mto ili kuimarisha mto huu ili uweze kuwa imara tofauti. Ili ni daraja la kisasa ambalo kama unavyoliona limegharamia fedha nyingi za serikali ambazo ni za walipa kodi wa Kitanzania. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kaamua kutuletea sisi hizo kodi
kuja kututengenezea sisi daraja. Kwanza namshukuru sana kipekee, lakini pili namshukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala Mheshimiwa Mpogolo, lakini tatu namshukuru mheshimiwa diwani, tunashirikiana kwa ajili ya kupambania hili daraja letu. Kwa hiyo kupitia chani hii inafanya leo tunapata maendeleo makubwa ndani ya mtaa wetu wa Zavara. Kwenye mpango kazi na tayari ipo kwenye utaratibu wa utekelezaji. Baada ya kumaliza tu utekelezaji wa hii barabara, basi inategemewa kwamba inaofuata ni ile pale tayari ipo kwenye mpango kazi. Hiyo barabara tayari imeshajengwa makaravati, imebakia tu kumwaga kifusi kwa niaba kama ilivyo hii sasa hivi. Kwa hiyo nimtoe hofu mwananchi kwamba serikali yake inafanya kazi, haijalala. Sio kana kwamba hatulioni. Rais wetu ni msikivu. Waheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ni msikivu, mkurugenzi ni msikivu. Kwa hiyo ile barabara inaenda kutekelezwa kama inavyotekelezwa. Mimi namuondoa hofu. Asante. Umemsikia mwenyekiti? Nimemsikia. Changamoto zilizokuwa tunazipata, yani mvua ikinyesha maji yanajaa. Yani yanajaa, watu wanashindwa kupita, wengine vitu vyao vinachukuliwa na maji. Alafu wengine wakiwa ng'ambo ya kule hawezi kuvuka ng'ambo ya huku, watoto walikuwa wanapata shida wa shule. Kwa hiyo hata kwenda kanisani ni shida. Kwa hiyo ilikuwa ni shida tu, kwa sababu huko nyuma kulipokuwa na ile kalavati, magari ya school buses zilikuwa zinapita vizuri kabisa. Sasa ilipofika kipindi cha El Nino ile, walivyochukua yale madaraja, basi ndio tukaharibikiwa mpaka hivi leo. Je, labda unamwambia nini mwenyekiti wako wa Zavara ambaye unamwona mara kwa mara mpaka amefikia stadi? Neno gani unamwambia labda? Aisee, mwenyekiti tunamsifu sana. Mpaka usiku saa 6 usiku anatembea huku njiani, anakuja kuangalia je kazi inaenda vizuri, na tunamuona mara kwa mara anapita kila sehemu, anapita anaangalia, na ni mzuri sana, anasalimiaga na wananchi na nini, haachi mtu. Mwenyekiti huyo. Kwa hiyo umechagua mwenyekiti mzuri mwenyekiti mchapakazi. Mimi nashukuru sana kwanza kwa kutembelea na kuja kuangalia mandhari ya hali ya barabara. Unaitwa nani? Mimi naitwa Omari Ramadhani Hussein. Nipo kwenye kampuni ya ujenzi na kazi inakwenda vizuri. Jina labda? Mimi naitwa Winston Minja. Naishi hapa Zavara, kwenye eneo hili la Zavara, na tumeona mwaka huu serikali imetukumbuka kwa kutujengea daraja. Ilikuwa miaka ya nyuma ni kwamba wakati wa mvua kulikuwa hapapitiki hapa, lakini kwa kuona ile daraja tumeona kwamba kuna maendeleo makubwa yanameletwa na viongozi wetu wa mtaa pamoja na serikali. Kwa majina naitwa Hamis Joseph Yaredi, ni mkazi wa Zavara. Kwa kweli tunashukuru sana kwa miundombinu kama hii, maana mimi ni kama bodaboda msafirishaji, tulikuwa tunapata sana shida. Ila kuanzia sasa tunaona kama hivi, tunaona matarajio mema. Tunamshukuru sana mwenyekiti na uongozi uliopo juu na zaidi viongozi wote.